Kwa sasa tuwatazame Simba Sports Club. Mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni imefanya tamasha la nyama choma jijini Arusha jana kwa kutanisha wachezaji wake, benchi la ufundi, viongozi na mashabiki wa timu hiyo. Simba inatarajiwa kushuka dimbani hii leo saa 10 kamili jioni kuikabili Fountain Gate katika mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Wababe hao wa Msimbazi wapo nafasi ya pili kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 36, wakati Fountain Gate bado inapambana katika eneo waweze kujiweka eneo salama, wakati huu wakiwa kwenye nafasi ya 14 kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 16. Nahodha wa Simba Shomari Salum Kapombe amesema ligi kuu msimu huu imekuwa na ushindani mkali kutokana na kila timu kujiandaa vizuri, na kwamba kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi kinafanya juhudi kubwa kwenye michezo iliyosalia na kuona wanafanya vizuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwa hapa. Wachezaji wote tuko salama. Kila mchezaji yuko katika hali nzuri kuelekea katika mchezo dhidi ya Fountain Gate, na tumekuwa hapa takriban siku nyingi, na naweza kusema kwamba kambi hapa imeweza kwenda vizuri, na katika michezo iliyopita tumeweza kudraw mchezo mmoja ambao ulikuwa wa ligi kuu, na vile vile tukaja kupata ushindi katika mchezo wa FA, na imani ilikuwa ni maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo wa Fountain Gate. Nadhani itakuwa ni mechi nzuri kwetu sisi, na hatutawaandaleti wapinzani, bali tutachukulia wapinzani kwa hali ile ambayo tunaiangalia katika ligi kuu jinsi inavyoenda, kwa sababu kila mpinzani anakuja kwa uelewa wao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwetu sisi tutachukua hilo kama changamoto kuhakikisha tunaweza kupata pointi 3. Mimi nawashukuru sana wanachama wote na mashabiki wote wa Simba waliokuwa hapa mjini Arusha. Tangu mchezo wa kwanza tulipofika hapa wanajitolea kwa wingi kuja kutupa support. Unajua, mnapocheza, mnapoona mashabiki wenu wanawapa support, kuna muda kwenye mechi kunakuwa na changamoto nyingi ya kutokupata goli, lakini unaona kabisa nao hawakati tamaa, bali wanatupa sisi nguvu. Kwa hiyo ni kitu muhimu kwetu sisi, na naomba sana hata katika mchezo wa kesho waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu support yao inatupa sisi nguvu kuhakikisha tunapata pointi 3. Mimi naweza kusema kwamba ligi ya msimu huu imekuwa ngumu kidogo. Imekuwa ngumu kwa sababu kila timu zimejiandaa vizuri, na hususan kama sisi sasa hivi tunahangaika kuweza kupunguza ile gap ambalo lipo dhidi ya wapinzani wetu Yanga Afrika. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tunachukulia kila mchezo tunaocheza ni finali kuhakikisha tunapata pointi 3, ili kuhakikisha ile gap ambalo tulikuwa nalo tunalipunguza na tunaweza kukaa pale juu. Ni Shomari Salum Kapombe, nahodha wa kikosi cha Simba, akizungumza akiwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha kuelekea kwenye mchezo wao wa leo dhidi ya Fountain Gate. Hiera pamoja na Andrea Kinga Mkono wako hapa kwa minajili ya kuja kuchambua na kudadavua taarifa zote ambazo tutakuwa tumekusogezea. Andrea, mmemsikia Shomari Salum Kapombe, wanahangaika, ametumia neno kuhangaika. Ni vizuri zaidi. Ni neno zuri kwa alichokuwa nacho ni kweli wanahangaika. Sasa Kiswahili wanasema kutaradadi. Kuto kutulia ni sawa na kuhangaika. Kwa hiyo Simba sasa hivi inataradadi. Yaani haipo kwenye utulivu. Kwa mujibu wa Shomari. Watu wanalitumia tofauti neno hili. Sasa mambo yametaradadi kama vile mambo yamekuwa yametulia. Yako hivi yani kwamba kumechangamka. Kumbe kutaradadi ni kuhangaika, kuto kutulia. Sasa nimekumbuka hapa Shomari wakati wanasema ligi imekuwa ngumu sana safari hii na sisi tunaendelea kuhangaika, nikasema kumbe wanahangaika, wanataradadi. Ni kweli kwa hali ilivyo wanahangaika. Tofauti yao ya pointi na Yanga bado inawasumbua, wanapaswa wapambane. Na mechi yao iliyopita ya TRA walizani kama wangeokota pointi, wameshindwa, wameshia kupata pointi 1, kwa sababu mara kwanza ilikuwa inaonekana wangeshinda mechi zao 2 wangekuwa tofauti ya pointi 1, lakini wao wakajikuta wameshinda mechi 1 wakatoa sare 1. Yanga mwenzao akashinda, akazidi kuongeza. Yanga na pointi 44, wao wana pointi 38. Kwa hiyo unaona kabisa kuna hiyo tofauti ambayo ipo, inawafanya kwamba lazima wahangaike kupunguza ile tofauti ya pointi kati yao na Simba wana 36. 36, yes. Alafu Yanga 44. Unaona? Kwa hiyo kuhakikisha kwamba ili kututoa ukakasi, Mtozi anaweza akatuletea ule msimamo hapo. Muda wa kuchambua na msimamo ushafika. Ndio kaka.
Maji na mafuta vimeanza kujitenga kaka. Kwa hiyo nadhani hii hapo sasa amekuletea. Unaona hapa alafu ukiangalia chini kuna Azam anakuja na 34. Kwa hiyo yani lazima wahangaike kwa sababu wao wanataka ubingwa na ubingwa unapatikana vipi? Na kuna mtu juu ashawa chini kwa pointi za kutosha hizo hapo. Kwa hiyo lazima wajitafakari na hii mechi inayokuja na Fountain Gate wahakikishe kwamba wanapata matokeo, wapunguze kidogo tofauti yao ya pointi na Yanga kabla Yanga hajacheza mechi yake na Mbeya City. Kwa hiyo unaona kabisa wana kila sababu ya kuhitaji utulivu katika haya mahangaiko yao. Wanahitaji utulivu ndani ya uwanja ili kufikia yale malengo yao ambao wamejiwekea kwamba wanataka kushinda ubingwa msimu huu. Wanataka kushinda ubingwa wa CRDB Federation msimu huu. Kwa hiyo hivi vyote vinapatikana kwenye hizo changamoto ambazo wanapitia. Kwa hiyo unaona kuna wachezaji wanakuja wengine wakina Soa wana adhabu wanapelekwa timu ya vijana, wakina Loemba majeruhi, Mpanzu ndio tumemwona ameanza mazoezi. Kwa hiyo unaona kuna namna fulani ambayo kama timu aliumia. Alikuwa yuko nje. Sasa sijui alikuwa anaumwa au vipi, lakini kwenye mechi mbili zilizopita hakucheza. Kwa hiyo amerudi kwenye kikosi. Kuona muona anafanya mazoezi. Kwa hiyo nadhani kwa timu inaendelea kujiimarisha na kuendelea kujiamini kuelekea kwenye mchezo huu unaokuja dhidi ya Fountain Gate. Kama watapata matokeo, nadhani kwao yale mahangaiko yataanza kupungua kwa sababu watakuwa anza kuelekea kwenye msingi wao wa kupata matokeo. Michael, inahitaji fikra fatashi kwa hiki ambacho wamekifanya Simba. Kwanza nyama choma imewakutanisha mashabiki, wachezaji, viongozi, benchi la ufundi, wamekutana kwa pamoja na ni kuelekea kwenye siku ya mechi. Inawezekana ikawa ni message ya pengine kuwaita mashabiki kwenda kujaza uwanja wa Sheikh Amri Abeid wakiwa wanaanikiza kuwapa motisha, kuwapa morali na kuwatia shime wachezaji wa Simba kupata ushindi katika mchezo huo. Mpaka tukimaliza hapo nitakuwa nimepata maneno mengi ya Kiswahili lakini kuyatumia ndio itakuwa heka. Ndio mtihani, ndio mtihani. Ila nitakuwa nimesikia mengi. Umeyasikia kama ambavyo wanayasikia nyumbani kule sasa hivi. Kwenye Simba kwa kile ambacho wamekifanya, Simba wamecheza mechi ya 3 mfululizo wakiwa wanaenda kucheza mechi ya 3 wakiwa Arusha. Ndio. Walicheza na Fountain Gate, walicheza na TRA, wakacheza na Dodoma, mechi ya CRDB Federation Cup. Wanakwenda kucheza mechi hii nyingine dhidi ya Fountain Gate wakiwa Arusha. Physically Simba makazi yao hayapo Arusha, makazi yao yako Dar es Salaam. Lakini aiondoi uhalisia na ukweli kwamba Simba pia iko na mashabiki kwenye maeneo mengi Tanzania kabisa. Kwa hiyo wamepata room kwa sasa kuwepo Arusha kwa muda mrefu kiasi pengine kuliko ambavyo walikuwa wangeweza kwenda wakati mwingine. Unaweza kwenda siku 2 kabla ya mechi, unacheza mechi ukimaliza unaondoka. Unachukua moyo unaondoka. Kwa hiyo hakuna room ya timu kukaa kwa muda mrefu ama mashabiki kupata access ya kushiriki katika jambo lolote kubwa ambalo linahusika na timu zaidi ya kwenda kuangalia mechi uwanjani, mkimaliza mnakomesha malizana. Kwa hiyo kuipeleka timu kwa namna kama hii na kuwafanya mashabiki kuwa familia pia na timu, inawezekana pia ukapata hata mashabiki wengine wapya kwenye mazingira kama haya. Lakini kuna shabiki ambaye alikuwa anatamani kuwaona baadhi ya wachezaji wa Simba, pengine alikuwa na mapenzi nusu afu yakaongezeka kiasi yakaongezeka hapo kwamba sasa nimemwona kweli timu mimi naikubali kwa sababu nishawahi kumuona Chama, niwahi kumuona Mpanzu, ndio timu yangu. Kwa hiyo kuna ile hali ambayo unamtengenezea mshabiki hasa kwenye demand. Wakati mwingine nasema kuna kitu ambacho na demand kutokana na kukiona. Yaani kuna yani kwenye kwa sisi washititi tunasema kwenye uhitaji. Yes. Kwenye uhitaji wa kitu unaweza ukakihitaji kitu, sio kwamba ulikuwa umekipanga labda kukipata. Ukikiona tu basi unakiona tu na unakihitaji. Inawezekana kama umetoka hapo unaenda kutembea zako, ukakuta sehemu kuna nguo ambayo ukutamani hata kuinunua, lakini kwa sababu umeiona unasema hii mimi nahitaji kwa sababu umeiona kwa macho yako. Kama mimi nilivyoona raba zako leo hizi nikazikuta nazihitaji baada ya kuziona. Nilimwambia Andrea Kinga Mkono. Lakini mguu mdogo wa kwako. Sasa baada ya kuziona raba za Yera ambayo huko mtazamaji hawezi kuziona, mimi nimepata uhitaji. Au atakaenue mguu juu. Hawezi kunyanyua. Uko mbali. Sasa nilichogundua lakini ni viatu ambavyo huwa vinavaliwa na makocha. Kutoka Kigoma sawa. Ndio hao muda ule mwana. Kwa hiyo nafikiri kwa Simba kwenye msingi wa swali lako kwamba hii ina faida kwa kiasi gani, ni hivyo kwamba kuna shabiki ambaye atakuwa
anaweza akawa anavutiwa zaidi na timu na kuwa familia na timu, akiamini kwamba wakati mwingine pia kuwasahaulisha yale mabaya ambao walijitokeza nyuma au matokeo nyuma na vitu mazuri, wanakaa yale mahangaiko kidogo yanapungua kule kutaradadi kwenye kunaweza kukaa kumepungua hata kwa mashabiki hilo tu amelichukua. Yani Kapombe ameongea mambo mengi kwamba anataka kuclose game na vitu vingine, kwenye mahangaiko ndo amechukua kwenye mahangaiko yanapungua kweli. Kuna vitu ambavyo amesema ligi imekuwa ngumu, ushindani umekuwa mkali, tunaendelea kuhangaika. Sasa kwenye ule ushindani umeondoka na kutaradadi tu. Kwenye yale mahangaiko mkikaa kama vile mnasahau kidogo, ili mkiudi mnaanza upya. Kwa hiyo wanaweza wakasahau. Wanasahau kidogo mahangaiko yao. Tuzungumzie mchezo wenyewe kidogo tu. Andrea Kinga Mkono, unayo Fountain Gate mkono wako wa kulia na unayo Simba kwenye mkono wa kushoto. Huu ni mchezo wa namna gani? Ni mchezo ambao tunategemea upinzani, lakini unawapa zaidi Simba nafasi kutokana na kile walichokifanya hivi karibuni. Na Fountain Gate wamemuondoa kocha Raiza, wamemleta Minziro na hajapata muda wa kutosha sana kukaa na timu. Kwa hiyo anakwenda kwenye mchezo huu, itakuwa mechi yake ya kwanza akikaa kwenye benchi. Mechi iliyopita ya kombe la CRDB Federation alikuwa jukwani kwa timu inacheza hapa na Azam ikafungwa goli 4. Kwa hiyo anakwenda safari hii labda ndo atakaa kwenye benchi kuongoza. Kwa hiyo wakati mwingine na wamesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha. Kwa hiyo muda wa mazoezi unaweza kuwa mchache. Kwa hiyo hatakuwa na vitu vingi zaidi ya kuzungumza nao zaidi na kuwataka wapambane, yani kuhitaji zaidi ile hali yao ya upambanaji. Kwa hiyo unamuona Minziro anakwenda kwenye kibarua kigumu, japokuwa ana historia nzuri ya kupambana akicheza dhidi ya Simba. Mara nyingi timu zake zinaonyesha ushindani sana akicheza dhidi ya Simba. Kwa hiyo inaweza kwa sababu moja wapo inamfanya, lakini kimbinu wachezaji hawajui vizuri. Anakuja kwa kukutana na Simba ambao Simba sasa imetulia, umetoka kushinda goli zao 3 kwenye kombe la CRDB dhidi ya Dodoma. Wana sababu nyingine ya kupunguza yale mahangaiko yao ili kufikia, na sio tu wametoka kushinda, wametoka kula nyama jana. Wamekula nyama. Nyama amekula nyama, nataka sasa kwenda kwa Fountain Gate. Kwa hiyo anakwenda Arusha kwenye kuchinja ni kwa maeneo kwa Mrombo. Kwa Mrombo. Umewahi kufika Arusha? Hapana. Kwa Mrombo. Geneva ya Afrika ile kaka. Una utazamaji mchezo wa Fountain Gate ambao wao watakuwa wako uwanja wa Sheikh Amri Abeid dhidi ya Simba Sports Club. Simba ambayo Kinga Mkono hapo amesema imetoka kushinda, lakini pia imetoka kuchinja na imekula nyama. Ni mechi ambayo kwa Fountain Gate wako nyumbani kwenye mechi kiprotocol, lakini unaweza kusema pengine hawatapata faida kubwa ya mashabiki ambao wanaweza kawashangilia. Ikawa ni fakta nyingine pengine ya wapo hao hamasa ya kucheza zaidi. Ndiyo. Lakini ndani ya uwanja pia unaweza kuona ni timu ambazo kiuhalisia tu zinakutana za madaraja mawili tofauti. Zinakutana timu ambayo ni ya daraja la juu zaidi kwenye ubora wa mchezaji mmoja, kimbinu pia na kiufundi. Ni timu ambayo inaweza kujipambanua katika mazingira mengi. Imewahi kucheza mechi ambayo wapinzani alikuwa na nguvu kubwa kwenye kuzuia, lakini bado ika-unlock hizo lock ambazo walikuwa wameziweka na Simba walipata sare walipata sare last season. Ilikuwa ni 1-1 wakati Fountain anatumia uwanja wa Tanzanite Babati. Ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo ulikuwa unaona nidhamu ambayo Fountain Gate aliwekeza kwenye mechi, wakajaribu kutumia muda mwingi kufanya makosa ambayo yangeweza kuadhibu kwenye mchezo, na finally wakapata hiyo alama moja. Japo pia ile ndo mechi ambayo nafikiri ilikuwa ni kama gilimshusha mtu kama Radex Chasambi, kawa imemweka kwenye wakati mgumu. Lakini nafikiri kwenye mechi hii Fred Felix Minziro kama amepata session kadhaa za kufanya training, inawezekana kama amewekeza nguvu zaidi kwenye eneo moja, eneo la kuzuia zaidi kuliko kwenye eneo la kushambulia. Kwa sababu of course sidhani kama anaweza kaingia tu kwenye timu kwa sasa kwa hali ya timu ilivyo, then mpinzani ambaye anaenda kucheza naye mbele automatically itakuwa ni kama ambavyo Prisons alikuwa amejiandaa kucheza zile mechi 4 ambazo mbele yao kwenye ratiba alikuwa anaona kwamba anacheza zile top teams. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa ambao kimbinu mwalimu atakuwa ameweka ni kuona jinsi gani ambavyo timu inaweza ikawa na awareness kubwa kwenye eneo la kuzuia kuliko kwenda kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo unategemea kuona muda mwingi wa mchezo Simba kana lazimika wao kuwa na hizo skills za kufungua
kile ambacho Minziro atakuwa ameweka lock kwenye eneo la kuzuia, kwa sababu ndio utakuwa msingi wake wa kwanza kwenye kazi ya leo dhidi ya Simba. Itakuwa ni mechi ya kwanza kwa Fred Felix Minziro, majeshi Baba Isaya Kata Raia. Minziro amekutana na Simba akiwa na timu kadha, akiwa na Geita Gold alikutana na Simba, akiwa na Kagera Sugar amekutana na Simba, na timu nyingine nyingi, JKT Tanzania kama tukumbuka akiwa JKT na timu nyingine, na ni kocha ambaye anatajwa amepandisha timu nyingi sana kutoka madaraja ya chini na kwenda kucheza moja kwa moja ligi kuu. Leo hiyo saa 10 kamili juu ya Utawi, uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Kama hujalipia kisimbuzi chako, tafadhali kwa heshima na taadhima kubwa, ili kuweza kuepuka usumbufu, lipia sasa ili mambo yaende sawasawa mithili ya sahani na kawa.